السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुरान करीम में Bismillahirrahmanirrahim. Alifamtukufu ayyadahullah ta'ala bin Aziz anasema ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amewakumbusha waaminio kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika sehemu moja Mwenyezi Mungu alisema wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, yani yoyote mtakayotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu basi ile ni kwa ajili ya faida ya nafsi zenu. Na pamoja na hii Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya muamini kwamba yeye anatoa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema wama tunfikuna illa ibtighaa wajhillahi, yani nyinyi hamtoi katika njia ya Mwenyezi Mungu ila kwa ajili ya kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi wenye bahati ni kiasi gani wale watu wanaotoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa nia hii. Katika dunia hii hakuna mtu mwingine yeyote isipokuwa mwanajumuiya ambaye anakuwa na fikira ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Labda watu wengine kadhaa wanapatikana ambao kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu au wanatoa sawa na uwezo wao, lakini kwa kuwa sura ya jumuiya ni jumuiya Ahmadiyya pekee ambayo kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge na kwa ajili ya kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, wanajumuiya wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mtu akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, iwe kwa ajili ya kuwasaidia wengine au kwa ajili ya kusaidia dini, hii yote ni kwa ajili ya ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu mwenyewe hahitaji mali ya aina yoyote. Kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu maana yake ni kwamba kwa ajili ya kuboresha hali ya viumbe vyake na kwa ajili ya kuboresha dini yake mtu atoe katika njia yake.
mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi kudsi, Mwenyezi Mungu anasema, enyi mtoto wa mwanadamu, ukusanye hazina yako kwako, kisha upate utulivu. Hazina utakayoniletea mimi, ile hazina haitapata moto, haitaibwa. Ile hazina utakayonipatia mimi nitakurudishia sawa sawa wakati utakapokuwa na haja ya kupata hazina na mali. Basi kitu ambacho tunachokiona ni kwamba tunatoa na tunatumia kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kuhusu kile kitu kwamba nyinyi hampotezi ile mali kwa ajili ya ridhaa yangu. Yoyote muliotoa, muliotumia, ile si kupoteza, bali ile mali imewekwa katika akaunti yenu, na wakati mtakapohitaji mali hii, hazina hii, Mungu atawarudishia mali yao. Vile vile katika hadithi moja inapatikana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, siku ya kiyama mpaka hisabu itakapokamilika, wale watakaotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa chini ya kivuli cha mali yao waliotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya dunia. Lakini pamoja na hii, mtume sallallahu alaihi wa sallam aliweka sharti kwamba Mwenyezi Mungu hapendi mali chafu, mali ambayo si halali, bali Mungu anapenda mali ambayo ni halali na mali ambayo ilichumwa kwa kufanya juhudi. Ikiwa ile mali inatumiwa katika njia ya Mungu, basi ile mali itakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kitu hiki tunatakiwa tuendelee kuchunguzwa kwamba mali yetu iwe halali kila wakati. Halifa mtukufu anasema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam namna gani walikuwa wakifanya juhudi na bidii na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kushiriki katika mpango wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakifanya bidii, walikuwa wakichuma mali na kisha walikuwa wakitoa katika njia ya Allah. Hazrat Abu Mansur Ansari anasema mtume sallallahu alaihi wa sallam wakati wote alipokuwa akitusihi tutoe katika njia ya Mungu, sisi tulikuwa tukienda sokoni na tulikuwa tukifanya bidii na kibarua, na hata kama sisi tulikuwa tukipata pesa moja, sisi tulikuwa tukitoa pesa ile katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema muda iliyotajwa katika hadithi hii ni kipimo kwa ajili ya kupima vyakula, lakini sahaba huyu anasema kwamba tulikuwa wale waliokuwa na hali yao ya aina hii, wao walikuwa wakienda sokoni, walikuwa wakifanya kibarua, na baada ya kupata mali walikuwa wakitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha wale waliojaaliwa neema katika dunia hii, wao walikuwa na kama 100,000 dirham walitoa. Kuhusu Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, riwaya moja inapatikana kwamba yeye aliposilimu alikuwa na fedha ya 40,000 pamoja na mali ingine. Yeye akanuia kwamba mimi nitatumia mali hii yote katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aliendelea kufanya hivyo. Wakati alipokuwa anahama alikuwa na fedha 500 tu. Sisi tukipiga hesabu ile ya fedha iliyopatikana wakati ule, na tunakuta kwamba fedha ile alikuwa anayo, labda alikuwa na paundi 10 au 11 alikuwa anayo.
yani alikuwa na fedha zaidi kuliko bajeti yetu ya wakfu jadid ya dunia nzima. Hii ilikuwa hali ya masahaba, lakini waliendelea kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao walikuwa hawana kitu chochote kutumia katika njia ya Allah, wao pia kwa kufanya kibarua, hata kama walipata sumni moja au pesa moja au shilingi kadhaa, wao walitoa. Lakini wale walikuwa na fedha, walikuwa matajiri, wao hawakujali kwamba wanatoa kiasi gani katika njia ya Mungu. Waliendelea kutumia na kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha tunakuta katika masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, tunasikia kuhusu kujitolea kwa Hadrat Khalifa Awwal radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati wote alipoambiwa yeye alitoa. Hadrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib pia alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, aliyekuwa baba wa Umme Nasir. Yeye aliposikia Sayyidina alayhi salatu wassalam amedai kuwa Masihi aliahidiwa, akasema yule aliyefanya madai haya makubwa hii hawezi kuwa muongo. Kwa hiyo mara moja akafanya bayat. Kisha baadaye alikuwa akitoa mali yake katika njia ya Mungu. Yeye alikuwa daktari na alikuwa akifanya kazi katika serikali, alikuwa mtu mtajiri na alikuwa akipata fedha nyingi. Sayyidina alayhi salatu wasalam alimuingiza katika wafuasi wake maalum 12. Hadrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba alikuwa akijitolea kiasi hiki. Sayyidina alayhi salatu wasalam alimpatia stakabadhi, alimpatia sanad kwamba anatoa mahali kiasi hiki, kwamba hata yeye hahitaji kutoa zaidi. Kwa hiyo hawa walikuwa wakitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini si maana Sayyidina alayhi salatu wasallam aliposema hivi yeye alikuwa hatoi, bali aliendelea kutoa katika njia ya Allah. Sayyidina alayhi salatu wasallam wakati wa kesi ya Gurdaspur, wakati yule aliwakumbusha maswahaba kwamba matumizi ya kesi inaendelea kuzidi, hususan matumizi ya ziafa imezidi sana. Kwa sababu Sayyidina alayhi salam alipokaa kule katika Gurdaspur, ziafa ilikuwa inapangwa, na katika Qadian pia ziafa ilipangwa, ilikuwa inaendelea sehemu zote hizi mbili. Kwa sababu ya hii Sayyidina alayhi salam aliwasihi maswahaba watoe. Wakati ule Khalifa Rashiduddin Sahib siku ile ile alipata posho yake, wakati Sayyidina alayhi salam aliposema wanajumuiya wanatakiwa watoe. Kwa hiyo yeye akatoa posho yake yote ambayo ilikuwa 450 rupia, na ile rupia ilikuwa sawa sana malaki na malaki siku hizi. Kwa hiyo akatoa posho yake yote. Rafiki yake moja akamwambia kwamba unatakiwa uweke kiasi fulani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini yeye akasema kwamba Masihi wa Mungu anasema kwa ajili ya mahitaji ya dini tunahitaji fedha, basi kwa nini ningeweka kwa ajili ya matumizi ya nyumbani? Kwa hiyo ikiwa fedha inahitajika kwa ajili ya dini, basi nalazimika nitoe fedha yote kwa ajili ya dini. Hivyo ndivyo Sayyidina alayhi salatu wassalam alitaja majina ya wale wanajumuiya ambao walikuwa wanyonge, walikuwa si matajiri. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, mimi nashangaa kwa kuona jinsi wafuasi wangu wanajitolea. Wapo wengine ambao maposho yao ni kidogo, kama Mia Jamaluddin na Khairuddin na Imamuddin Kashmiri. Hawa wanaishi karibu na kijiji changu. Hawa wote ni wanyonge, hawana fedha nyingi, labda wanafanya kibarua na wanapata sumni 3 au sumni 4 kila siku, lakini wanatoa mchango wao bila kukosa kila mwezi. Kisha akasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, rafiki yao Abdul Aziz Patwari pia ni yule ambaye kwa kujitolea kwake mimi nashangaa, ingawa yeye posho yake ni kidogo sana, lakini alikuja siku moja na akatoa rupia 100 na akasema mimi nataka fedha hii itumike katika njia ya Allah.
Sinam alah salam anasema labda ile rupia 100 alikusanya katika miaka mingi sana, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, yeye alitoa katika njia ya Allah. Hazuru anasema basi silsila hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuhusu hii nimeeleza matukio ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile nimeeleza matukio 2-3 ya masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Silsila hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sawa na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu hata mpaka leo hali hii inapatikana mpaka leo katika jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu aijalie ufahamu jumuiya hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kiasi kwamba mtu mwingine hakupewa ufahamu huu katika dunia nzima, na mifano yake tunakuta kila mwaka katika jumuiya. Na leo kwa sababu sawa na desturi, katika hutuba ya kwanza ya Januari nitatangaza mwaka mpya wa wakfe jadid. Kwa hiyo kuhusiana na desturi hii, wale waliotoa mchango katika wakfe jadid, nitaeleza matukio yao ya imani, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu kwa kupokea kujitolea kwao Mungu anawajalia baraka katika dunia hii, na kwa sababu hii imani yao inaimarika sana. Watu wanatoa mali katika njia kwa shauku gani? Na wanafuata mfano wa maswahaba ambao mfano wake nimeeleza sasa hivi katika hutuba, kwamba walikuwa wakienda sokoni kwa ajili ya kufanya kibarua, na fedha yote walikuwa wakipata, fedha ile walikuwa wakimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mifano ya aina hii hata tunakuta siku hizi pia katika Burkina Faso. Amir Sahib anaandika, katika jumuiya yetu ya Kari serikali inafanya mpango wa kuleta fiber optic wire. Mwanajumuiya akamwomba kwamba yeye apewe kibarua. Khudam wa jumuiya walipopata kibarua hii, na baada ya kumaliza kazi walipata 1,000,000 franc, ambayo ni takriban pound 1250. Wakatoa fedha hii yote katika mchango wa wakfe jadid. Hazur anasema kwamba basi hii ni hali ya imani ambayo inapatikana katika jumuiya pekee. Halifa mtukufu anasema kwamba namna gani Mwenyezi Mungu, namna gani anaimarisha imani ya watoto wakati wanapotoa katika njia ya Allah. Mfano wake mmoja nataka nieleze. Burkina Faso, katika mkoa wa Panfura, kuna jumuiya moja. Mwanajumuiya wa pale anaeleza tukio lake. Anasema, nilikuwa na mpango wa kwenda safarini, na mwaka wa wakfa jadid ulikuwa unatimia muda wake, na kulikuwa wakati wa mavuno. Nikawasihi watoto wangu kwamba baada ya mavuno mnalazimika mutoe 10% na mutoe mchango kwa kusihi. Mimi nikaenda safarini. Baadaye watoto wakavuna mavuno na wakaleta nyumbani mavuno yote, na hawakutoa mchango. Niliporudi nyumbani tena, nilipowauliza watoto, nikajua kwamba watoto wakaleta mavuno yote nyumbani na hawakutoa mchango. Kwa kuona hali, nikawaambia kwamba mutoe 10% ya mchango katika mavuno haya. Kwa hiyo watoto wakatoa mavuno haya yote kutoka nyumbani na wakatoa sehemu ya mchango, na mali iliyobaki wakaweka katika nyumbani. Kwa hiyo hatukuona kwamba mali ilipungua. Kwa kuona tukio hili, watoto walishangaa kwamba tumetoa mchango, lakini licha ya kuwa na mchango mavuno hayakupungua. Mimi kwa kuona hali hii nikawaambia, hii Mwenyezi Mungu
ameonyesheni kwamba kwa ajili ya kutoa au kwa sababu ya kutoa mali haipungui bali inazidi. Hazur anasema hii ndiyo ni imani ya wale watu ambao wamekaa katika jumuiya za mbali sana, na hawa ni wale ambao wamempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam. Ni wale ambao wanafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hazur anasema kwa sababu ya kutoa mchango matatizo yanaondolewa na vile vile imani inaimarika. Kuna jumuiya ya Ivory Coast Mapingo, mwanajumuiya wa jumuiya hii anasema aitwaye bana Yakub Saheb kwamba mimi nilikuwa mwanajumuiya kwa muda mrefu, lakini nilikuwa bado sijajiunga na nidhamu ya mchango, na zamani nilikuwa nikipata matatizo mengi katika maisha. Watoto walikuwa wakipata ugonjwa na wakati mwingine nilikuwa nikipata mavuno kidogo, lakini tangu miaka 3 tangu nimeanza kutoa mchango wa wakfu jadid na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, baada ya kutoa mchango ni Mwenyezi Mungu amebadilisha maisha yangu. Sasa watoto wangu wamepata afya na siha njema, na vile vile napata mavuno zaidi kuliko zamani. Katika wanajumuiya wapya pia hali ya aina hii inapatikana kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanaendelea kutoa katika njia ya Mungu. Bana Zablur Sahib kutoka Ivory Coast ambaye ni mwanajumuiya mpya, yeye amesilimu, alikuwa Mkristo lakini amesilimu hivi karibuni, na yeye ni mwanajumuiya peke yake katika mji mzima, na yeye anasikiliza hutuba zangu zote. Vile vile anasikiliza vipindi mbalimbali vya jumuiya. Ana imani halisi sana, amepata maendeleo sana katika imani na ikhlasi. Baada ya kufanya bayat alisoma vitabu vya jumuiya vinapatikana katika Kifaransa. Sasa yeye amekuwa mhubiri mzuri, anafanya mahubiri. Huyu bana akaacha kijiji chake na akaanza kukaa karibu na mission house yetu ili yeye aweze kujua zaidi kuhusu mafundisho ya Islam. Na wakati ule alikuwa hafanyi kazi, alikuwa hana kibarua kwa sababu aliacha eneo lake. Alikuwa anatafuta kibarua na kazi. Mke wake alikuwa anachuma fedha kidogo, na kwa sababu ya hii matumizi nyumbani yalikuwa yanaendelea. Yeye alipoambiwa na alipokumbushwa kuhusu mchango, licha ya kuwa na hali ngumu, akatoa franc sifa 5,000 katika mchango. Akasema huu ni mchango wangu. Ni sawa, hali ya uchumi si mzuri, lakini mimi sitaki nibaki nyuma katika mchango, kwa hiyo na nimetoa mchango huu. Hazur anasema wale wanaotoa mchango wao wanapata utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhusiana na hii, mbashiri wetu kutoka Ivory Coast anaandika, katika mji wa Bunduku, ni mji maalum sana katika Ivory Coast. Bana Abdurrahman alifanya bayat. Yeye alijua kuhusu jumuiya kwa kusoma kipeperushi. Anasema miaka 4 iliyopita pamoja na familia yangu nilisilimu, lakini moyo wangu ulikuwa bado haujapata utulivu, ingawa nilikuwa Muislamu. Lakini nilipojua kuhusu jumuiya na nilipouliza maswali katika mission house, baba mimi nikapata majibu ya maswali yangu yote, kwa hiyo nikafanya bayat. Anasema nilipofanya bayat ilikuwa mwezi wa Disemba. Mbashiri alieleza umuhimu wa wakfu jadid msikitini na akatukumbusha kuhusu mchango. Wakati ule nilikuwa na 2,000 franc sifa mfukoni mwangu, kwa hiyo 1,000 mimi nikatoa katika mchango wa wakfu jadid. Anasema alhamdulillah, tangu siku ile nilipotoa mchango, Allah subhanahu wa ta'ala amebadilisha maisha yangu. Allah akaweka baraka sana katika kazi yangu. Mahali ambapo nafanya kazi kule, maofisa na watu wote wananiheshimu sana, na mimi napata posho kidogo, lakini baraka inapatikana kiasi hiki kwamba naishi maisha mzuri sana. Hazur anasema huyu bana baada ya kujiunga na jumuiya, tangu siku ya kwanza alianza kutoa mchango. Tanzania
kuna mwanajumuiya mpya kutoka Tanzania, bana Jani Palo Saheb anaeleza. Yeye ni kutoka Shetimba. Anasema mimi nilikuwa sitoi mchango mwingi. Nilipokuwa nikikumbushwa kuhusu mchango, nilikuwa nikileta udhuru mbalimbali ili nisitoe mchango. Mimi natayarisha makaa na hali yangu ya kiuchumi ilikuwa si nzuri, kwa hiyo nilikuwa sitaki kutoa mchango. Lakini tangu mimi nimeelewa madhumuni ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, maisha yangu yamebadilika. Mwaka huu mimi nilipopanda mimea na shamba ambapo nilikuwa nikipata gunia 8 au 10, mwaka huu mimi nimepata gunia 56 katika shamba ile ile. Anasema hii yote ni kwa sababu ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tangu nimeanza kutoa mchango, maisha yangu yamebadilika kabisa na hali yangu ya kifedha imekuwa nzuri. Sasa mimi najenga nyumba ya vyumba 6 na mimi najenga nyumba kubwa kwa nia hii kwamba wanajumuiya watakapokuja katika kijiji changu wakae katika nyumba yangu na watie baraka katika nyumba yangu. Hazur anasema matumizi anafanya katika ujenzi wa nyumba, katika ujenzi ule pia ameweka nia ya kuwasaidia wanajumuiya, na yeye anasema anajenga nyumba ili aweze kusaidia jumuiya. Mbashiri kutoka Mali anaandika, katika mission house yetu mtu mmoja aitwaye Bana Abdurrahman alikuja akasema nataka kujiunga na jumuiya. Tulipomuuliza kwa nini unataka kujiunga na jumuiya, akasema babu yangu alikuwa walii wa Mungu, yeye aliniambia Imam Mahdi ameshadhihirika na nishani yake moja ni hii, alama yake moja ni hii kwamba wafuasi wa Imam Mahdi kwa ajili ya kusambaza Islam watamsaidia Imam Mahdi kwa kutumia fedha. Na niliposikia kipindi chenu katika redio na redio ile inatangaza Masihi ameshafika, pamoja na hii mimi niliposikiliza hutuba za halifa ambamo alikuwa anaeleza matukio mbalimbali ya baraka ya kutoka katika njia ya Mungu, mimi kwa kuona hali nikawa na yakini kwamba huyu ni Imam Mahdi ambaye kuhusu yeye babu yetu alituambia. Kwa hiyo nataka kufanya bayat. Kwa hiyo huyu bana akafanya bayat na yeye alianza kutoa mchango. Alifa mtukufu anasema wale watu ambao ni wanyonge sana, wale watu ambao upande wa kifedha hali yao sio nzuri, wao pia wanatoa katika njia ya Allah, na wanapofanya hivi Mungu pia anawajalia baraka zake na anawateremshia neema zake, na vile vile anawaimarishia imani zao. Amir Saheb wa Gambia anasema bi moja Fatima Jalu Saba ambayo umri wake ni miaka 49 anaishi katika kijiji cha Kunda. Yeye alipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfe jadid akasema mimi sina fedha, lakini rafiki yangu mmoja alinipatia kuku kama ni zawadi. Hazur anasema kwamba mfano huu ni sawa na mfano ulipatikana katika Kadian. Kwa hiyo rafiki yangu alinipatia kuku, ikiwa jumuiya inakubali kuku yule basi mimi nitatoa mchango wa wakfe jadid. Kwa hiyo akatoa kuku aliyopewa zawadi katika mchango wa wakfe jadid. Baada ya kutoa mchango akasema mimi nina wasiwasi sana kuhusu baba mdogo ambaye yeye alikuwa akisimamia matumizi ya nyumbani, lakini yeye miezi 4 iliyopita alipelekwa gerezani kule Senegal. Alifungwa jela kwa sababu ya hali ya kule. Kwa hiyo yeye aliniandikia barua ya maombi na alitoa mchango pia. Anasema baada ya miezi 2 alipata habari kwamba serikali imemsamehe baba mdogo na ameachwa huru. Yeyote alisikia kwamba ameachwa huru alisema hii ni muujiza, kwa sababu katika hali hii, katika kesi hii si rahisi mtu apate huru. Baba mdogo alipojua kuhusu tukio hili kwamba
kwamba huyu bi alitoa mchango hivi na vile vile aliniandikia kuhusu barua, na kwa sababu ya hii aliachwa huru. Yeye alipata athari sana kwa sababu ya hii, na yeye pia akajiunga na jumuiya. Kwa hiyo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Bi Fatima anatoa mchango bila kukosa, anafanya mahubiri na anawaambia watu. Kwa sababu ya baraka ya mchango, baba mdogo aliachwa huru ambaye alifungwa jela. Tena si katika Afrika tu, bali wanajumuiya katika maendeleo, katika nchi za maendeleo pia wameimarika sana katika imani yao, na vile vile wamejaa na ikhlasi. Bashiri bwana Sayyid Wadud kutoka Australia anaandika, katika Melbourne kuna khadhi moja ambaye anasoma chuoni. Yeye alikuwa ameshatimiza ahadi yake ya wakfu jadid, lakini wakati watu walipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfu jadid wakati wa Ijumaa, yeye akasema atatoa $550, na kesho yake akatimiza ahadi yake, akatoa fedha ile. Huyu khadhi pamoja na kusoma anafanya kibarua pia, na baada ya wiki 2 anapata $530, lakini wiki hii alipata 1232, na alikuwa hategemei kwamba atapata fedha kiasi hiki. Akasema hii yote ni baraka ya ile mchango niliyotoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Amir Sahib wa Fiji anaeleza habari ya mwanajumuiya kutoka jumuiya ya Nasarwanga, kwamba huyu mwanajumuiya anatumikia kama ni katibu wa fedha. Tangu ameanza kutoa mchango, Mwenyezi Mungu ameweka baraka sana katika biashara yake. Mke wake ambaye alikuwa Mkristo zamani anasema hii yote ni baraka ya mchango tuliotoa. Pengine tulikuwa chini ya mikopo na tulikopa fedha nyingi sana. Kisha katika Benin kuna jumuiya ya zamani, mwalimu kule bana Hamid Sahib anasema wenyeji wa hapa wanalima, na mwaka huu walipolima na walipovuna mavuno ili na waliweka sehemu moja, walikuwa wanafanya mpango wa kutuma mali yao kiwandani, lakini siku moja mavuno yao kapata moto, na mtu mmoja tu ambaye mavuno yake yalibaki, na yeye ni mwanajumuiya. Watu wakasema huu ni muujiza, mali yako na mavuno yako hayakungua, hayakuchomeka. Akasema kwamba mimi nina imani Mungu amesalimisha mavuno yangu, kwa sababu mimi ni mwanajumuiya na kila mwezi mimi natoa mchango bila kukosa, na kwa sababu ya hii Mwenyezi Mungu amesalimisha mavuno. Kutoka Brazil, Kongo, kuna bibi moja ambaye anasomesha shuleni. Siku moja akaja katika Mission House na akaeleza kwamba ana matatizo sana ya kifedha, na sababu yake ni hii kwamba mume wake hatumii, na pamoja na hii kwamba posho alikuwa akipata, yeye pia alikuwa akipata nusu, kwa sababu alikopesha fedha kutoka kwa serikali. Kwa hiyo nusu posho yake ilikuwa inakatwa katika kulipa mkopo. Kwa kusikia matatizo yake, Bashiri akasema umandikie barua halifa, na pamoja na hii akaniambia kwamba wewe uanze kutoa mchango bila kukosa, sawa na uwezo wako. Anasema akaandika barua, lakini yeye alikuwa na pamoja na hii akaanza kutoa mchango bila kukosa, na akatoa mchango kwa niaba ya familia yake. Anasema siku kadhaa ilipopita, mume wake mwenyewe akalipa kodi ya nyumba na vile vile akalipa ada ya shule ya mtoto wake, na upande mwingine dada yake ambaye alichukua urithi wa baba yake, yeye akamtumia frank 100,000. Huyu mwanamke akapiga simu Missionauza akasema kwa sababu ya baraka ya mchango Mungu ameondoa matatizo yangu yote. Na yeye baadaye akaja tena Mission House, na katika urithi ule uliopewa pata akatoa frank 10,000. Sadar Sahib Legend Canada anasema
katibu wa fedha akaniambia kwamba alimwambia mwanajumuiya moja utoe mchango, Mungu atandoa shida. Yule binti akasema nilikuwa na $50 tu, na ile $50 ilikuwa fedha kubwa sana kwa ajili yangu kwa sababu mimi nilikuwa mwanafunzi, lakini nikatoa mchango wa wakf jadid. Baada ya kutoa mchango wa wakf jadid kutoka university, mimi nikapata scholarship ya $800. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanipatia zaidi kuliko ile mali nilitoa katika njia yake. Kuna mwanajumuiya kutoka Misri, bana Abdurrahman Sahib, anasema nilikuwa na pound 100 ya Misri, 50 nikatoa katika mchango na 50 mimi nikaweka kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Mimi naishi mbali katika nyumba yangu na kule hakuna msaidizi mwingine isipokuwa Mungu. Siku moja mimi nikapata taarifa kwamba posho yangu ninayopata kuchelewa mwezi huu umepatikana haraka, kwa hiyo mimi natakiwa nichukue posho yangu siku ile ile. Nilienda baada ya siku 2 nakuta kwamba serikali imeongeza katika posho yangu 60%. Sasa mimi nimenuia kwamba nusu ya hii fedha posho nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Muniombee Mungu anijalie niweze kupata ladha ya kutoa katika njia ya Allah zaidi. Kisha kutoka bara la Hindi, katibu wa fedha bana Salim Khan anaandika, alienda kutembelea mkoa wa Gujarat. Aliwasiliana na mwanajumuiya mmoja kwa kupitia simu na akasema sisi tunakuja kwako. Baada ya saa moja walipomwendea na walikuwa wanazungumza naye, mara watu wawili wakaja, na baada ya kuzungumza naye wakachukua friji yao. Nikamuuliza kwamba hii ni nini, kwa nini wamechukua refrigerator yako? Akasema wewe ulisema sisi tunakuja, na ulisema unakuja na mimi nilikuwa sina fedha, kwa hiyo mimi nikauza friji yangu kwa ajili ya kutoa mchango. Akasema katibu akasema kulikuwa haraka gani, usingefanya hivi? Akasema hapana, mimi siwezi kufanya hivi wakati mtu ananijia kwangu kutoka makao makuu kwa ajili ya kusanya mchango na mimi nisimpatie mchango. Kwa hiyo haina wasiwasi, friji tutanunua baadaye. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali ya huyu bwana. Huyu bwana anaishi katika nyumba ya kodi. Yeye ni fundi wa kujenga nyumba, lakini hakusita bali alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bwana Munawar Sahib, katibu wa fedha kutoka India, anaandika alienda kutembelea mkoa wa UP. Alienda kumuona mwanajumuiya moja kuhusu mchango. Yule mwanajumuiya akasema hali yangu sio nzuri, uje kesho asubuhi, basi mimi nitafanya juhudi nitoe mchango. Anasema kesho yake mimi nilimwendea tena. Huyu bwana akasema mimi sikuweza kupata fedha yoyote kwa ajili ya kutoa mchango. Binti yake mdogo alikuwa anasikia hali yote, alikuwa amesimama karibu naye. Akaja kwa baba yake akasema, wewe uliniahidi kwamba baridi inazidi na utaninunulia viatu, basi fedha ile uliyoweka kwa ajili ya kununulia viatu basi utoe katika mchango. Kwa hiyo yule binti akasisitiza ili baba yake atoe ile fedha katika njia ya Mwenyezi Mungu, na yule binti akasema kwamba mimi nitanunua baadaye viatu, kwa hiyo kwanza inatakiwa sitoe mchango. Hazur anasema kwamba mimi nimeshawaambia makatibu wa fedha kwamba wawe waangalifu sana kuhusu hali ya aina hii. Hata kama watu wakitaka kutoa wasipokee mchango, lakini watu wanasisitiza na wanataka kutoa mchango wao, lakini wanajumuiya wanatakiwa wazingatie hali ya wanajumuiya wa aina hii. Wasimamizi wanatakiwa wazingatie hali ya wanajumuiya wa aina hii. Katibu wa fedha katika India anasema katika November UP, nilienda mkoa wa UP kule, nikaambiwa kwamba katika Meerut kuna mwanajumuiya ambaye siku nyingi hakuwasiliana na jumuiya. Tulipofika nyumbani kwake
na tulipomkumbusha kuhusu mchango akasema sisi tunataka kutoa michango yote, si wakfu jadid peke yake. Kwa hiyo yeye akaandikisha bajeti yake ya mchango wa am, na pamoja na hii Tahrika Jadid wakfu jadid, na vile vile akatengeneza bajeti ya idara mbalimbali na akatoa 15,000 mchango wake. Hivi Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mchango wa wakfu jadid alimpatia nafasi familia moja, na familia ile imeingia katika nidhamu ya mchango huzuri. Anasema baadhi wakati uvivu inakuwa upande wa visimamizi, hawawasiliani na wanajumuiya, ndiyo maana hawawezi kutoa mchango. Kwa hiyo wasimamizi wanatakiwa waendelee kuwakumbusha wanajumuiya mwaka mzima. Halifa mtukufu anasema haya ni matukio kadhaa niliyoeleza, ambamo ndani yake ilielezwa kwamba kwa ajili ya dini tunajua watu walikuwa na hamu sana ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, na pamoja na hii matukio haya yanathibitisha ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na ukweli wa jumuiya. Mwenyezi Mungu ajalie imani ya jumuiya iendelee kupata maendeleo zaidi na zaidi, na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanajumuiya waendelee kuzidi katika michango yao. Mwaka jana jumuiya iliyotoa mchango na position ya jumuiya inapatikana. Nataka kueleza taarifa hii kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Mwaka 60 wa wakfu jadid umekwisha tarehe 31 ya Disemba, na tarehe 1 ya Januari mwaka 61 umeanza. Mwaka huu jumuiya Ahmadiyya imetoa zaidi ya 88,000 katika wakfu jadid, na mwaka huu zaidi ya 800,000 imetolewa zaidi mchango kuliko mwaka jana. Pakistan imeshika nafasi ya kwanza katika dunia nzima, lakini nje ya Pakistan nchi zilizoshika nafasi katika mchango wa wakfu jadid, nchi ya kwanza ni Uingereza, Germany nafasi ya pili, na katika Tahrika Jadid Germany ilishika nafasi ya kwanza, Marekani nafasi 3, Canada nafasi ya 4, India 5, Australia imeshika nafasi ya 6, Middle East kuna jumuiya moja Middle East imeshika nafasi ya 7, Indonesia nafasi ya 8, nafasi ya 9 ni ya jumuiya ya Middle East, na Ghana imeshika nafasi ya 10. Ghana pia hazuri anasema imepata maendeleo sana katika kukusanya mchango. Katika sarafu ya kienyeji nchi zilizoongeza mchango ni kwanza ni Canada, imepata maendeleo sana. Katika Afrika Nigeria imepata maendeleo sana, imeongeza 83%, Mali 55%, Sierra Leone 45%, Cameroon 45%, Ghana 24%. Yani wameongeza mchango zaidi kuliko mwaka jana. Mwaka huu waliongeza asilimia kiasi hiki. Muhimu ni idadi ya watoaji. Natakiwa idadi ya watoaji iongezeke kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Watoaji ni zaidi ya 16,000 na watoaji wapya ni 261,000, na watoaji walioongezwa Nigeria imeshika nafasi ya kwanza, Sierra Leone, Niger, Benin, Mali, Cameroon, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Kenya, Tanzania, Zimbabwe. Hizi nchi zimefanya kazi sana ya kuongeza watoaji wa mchango wa wakfu jadid. Katika mchango wa watu wazima, kwa sababu katika wakfu jadid na kuwa mchango wa watu wazima na mchango wa watoto, Pakistan imefanya kazi kubwa na Canada pia imefanya kazi kubwa. Mwaka huu Australia pia imefanya kazi vizuri. Katika Pakistan katika mchango wa watu wazima nafasi Lahore ni Rabwa,
karachi imeshika nafasi ya 3 katika mchango wa watu wazima, na wilaya iliyoshika nafasi ya kwanza ni islamabad, kisha rawalpindi, sargoda gujarat, umarkot hyderabad, mirpur khas, dera ghazi khan, kotli azad kashmir na Quetta. Jumuiya 10 sawa na makusanyo ni islamabad mji, township gulshan iqbal karachi, samnabad lahore, rawalpindi azizabad karachi, delegate lahore, mughalpura lahore, sargoda dera ghazi khan. hizi ni jumuiya zilizokusanya mchango na lahore, karachi na rabwa imeshika nafasi katika mchango wa watoto. sargoda, rawalpindi, gujarat, faisalabad, hyderabad, narowal. Number 7 ni dera ghazi khan, 8 ni kotli azad kashmir, 9 shekhupura, 10 ni badin. na jumuiya 10 za Uingereza. ya kwanza ni Worcester Park, Masjid Fazal, Birmingham South, Gillingham. Number 5 Birmingham West, nafasi 6 New Malden, Glasgow, Islamabad na Patni, na 10 ni Hayes. hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika kukusanya mchango. mkoa wa London B ni kwanza, Midland, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East London, North West, Hertfordshire, Scotland. hizi ni mikoa iliyoshika nafasi katika kukusanya mchango zaidi. na jumuiya 10 za Marekani: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Los Angeles, Dallas, Houston North. sawa na makusanyo wa mchango, jumuiya za Germany ni Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Grasgau, Waldorf, na jumuiya 10 ni Lodenmark, Neuss, Mediabad, Nida, Freiburg, Koblenz, Weingarten. na jumuiya za Canada ni Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. na jumuiya 10 ni Durham, imeshika nafasi ya kwanza, Edmonton West, Saskatoon South, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloydminster, Edmonton East, Abbotsford. na katika ofisi ya watoto jumuiya 5, Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminster. na mikoa 5 ni Peace Village, Calgary, Vancouver na Western. na mikoa iliyoshika nafasi katika India ni Kerala, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh na Maharashtra. hii ni mikoa iliyoshika nafasi katika makusanyo wa mchango. na jumuiya zilizoshika nafasi katika India: Calicut nafasi ya kwanza, Hyderabad, Pathaparayam, Qadian, Calcutta, Bangalore, Kannur Town, Pengadi, Karalai, Karanagapli. jumuiya 10 za Australia katika makusanyo ni ya kwanza: Castle Hill, Brisbane, Logan, Wasden Park, Melbourne, Berwick, Plympton, Blacktown, Adelaide South na Canberra. katika ofisi ya watoto jumuiya za Australia: Brisbane, Logan, Brisbane South, Melbourne, Adelaide South, Plympton, Castle Hill, Wasden Park, Mount Druitt. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana hawa wote waliotoa mchango. vile vile Mwenyezi Mungu awaongezee katika imani na ikhlasi.
awaimarishie imani yao na waendelee kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ambayo ni Ali Gohar Munawar, mtoto wa Majib Gohar wa jumuiya ya Aldershot. Tarehe 23 wa Desember alikuwa katika safari kwenda Germany. Gari ilipata ajali. Mama yake alikuwa anaendesha gari na marehemu alikuwa na umri wa miaka 5. Alifariki katika ajali hii, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa wakfe nao. Babu yake Munawar Sahib alikuwa kutoka mji wa Narwal. Alipewa jina la Ali kwa jina la babu yake, alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Babu wake upande wa mama ni kutoka Hyderabad Dakkan. Mama yake anafanya kazi katika ofisi ya jumuiya. Mama yake alikuwa anaendesha gari na gari ile ikapata ajali. Bibi pia alikuwa pamoja na huyu mtoto, yuko hospitalini, amepata majeraha sana. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wa mtoto subra. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ameonyesha subra sana, hususan mama ameonyesha subra sana, na mtoto ni maasum, na watoto wanaenda peponi. Mwenyezi Mungu anawaingiza peponi moja kwa moja. Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wake subra sana, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wengine wazuri zaidi. Baada ya swala, kama niliyosema, nitaswalisha jeneza yake. Jeneza iko hapa, mimi nitatoka nje. Nyinyi mnaweza kubaki hapa msikitini, mnaweza kujiunga nami katika jeneza ya huyu mtoto. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله